Jambo la tatu, katika masala ya posa na kuchumbia, ni ruhusa kumwangalia mchumba, lakini sio lazima. Ruhusa, umeruhusiwa kumwangalia yule mchumba unataka kumuoa. Na hili jambo nazungumza pamoja na jambo la tatu na jambo la nne, kwamba katika kumwangalia mwanamke hakuhitaji ridhaa yake. Ridhaa ya mwanamke haihitaji wala kujua, shaelewa, wala hakuhitaji ridhaa ya wali wala kulijua. Hiyo ni jambo limeachiwa kwako. Na kipengele kingine kwamba inafaa kukariri kuangalia zaidi ya mara moja. Vitu vitatu nimevizungumza hivyo, sawa? Inafaa kumwangalia mwanamke, si lazima, lakini inafaa nini? Kumwangalia. Kwa maana mtu anaweza akamuoa mwanamke bila kumwangalia, na ndoa ikawa ni sahihi. Kwenye kumwangalia mwanamke hakuhitaji ridhaa yake wala kuhitaji ridhaa ya wali wake. Si lazima mwanamke ajue, si lazima. Kwa maana unaweza kumwangalia mwanamke kutaka kumuoa yeye wala hajui, na hii ndio njia nzuri, sababu unakuwa una uhuru wa kumwangalia vizuri kabisa. Na unaweza kumwangalia bila yeye kuwa radhi, si lazima yeye aridhie, sababu hiyo ni haki yako wewe. Na hiyo ndiyo sehemu pekee ambayo mwanaume ameruhusiwa kumwangalia mwanamke wa pembeni, almar'atu alajnabiyya. Ni halali kumwangalia kwa lengo la kutaka kumuoa tu basi. Na kwenye kumwangalia mwanamke kwa lengo la kutaka kumuoa, utakiangalia kile kinachokupendezeshia wewe kwa yule mwanamke. Ikiwa hicho kitu ni katika vile ambavyo kikawaida huonekana, kama hivyo vitu hivyo kikawaida hufunikwa, kuwa na subra. Kwa mfano, uso kawaida kuonekana, mikono kawaida kuonekana, miguu kawaida kuonekana. Na hii kawaida kuonekana ni pale yeye anapokuwa anatawadha au ni pale anapokuwa amekaa na wanawake wenzake. Lakini sasa kuangalia mapaja hairuhusiwi, sababu kikawaida havionekani hivyo vitu. Na ahlul ilm wana maelezo mengi. Je, nywele, shingo ataruhusiwa kuona ama hataruhusiwa kuona? Ahlul ilm wana khilafu. Wanasema kikawaida nywele huwa hazionekani, sawa, na shingo halionekani. Kwa hiyo atasubiria au ima aulize kwa wale ambao anaokaa nao, je, huyo mwanamke ana nywele sasa mkuni gani, kipilipili au ana nywele za Kiarabu, shombo ya Kiarabu, sawa, na maumbile mengine ambayo yana asili yake ni kufunikwa. Akitaka kuyajua basi atauliza kwa wale ambao wanamjua huyo mwanamke. Na hili jambo limethibiti, na katika jambo hili hadithi ziko nyingi sana. Nitasoma baadhi ya hadithi hapa. Hadithi ya Jabir bin Abdullah al-Ansari, hadithi ambayo amepokea Imam Ahmad na Imam Abu Daud, kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema, idha khataba ahadukum almar'ata, pindi mmoja wenu anapomchumbia mwanamke, fa in istataa, akiweza, an yanzura minha, kuangalia kwa huyo mwanamke, ma yad'uuhu ila nikahiha, kile ambacho kinampelekea yeye kumuoa, falyaf'al, afanye. Kwa hiyo inawezekana wewe ukajificha kwa mahala, ukajua hapa huu ndio ua au ndio ofisi ya kina fulani, ukajificha pale ukaanza kuchungulia, yafaa. Lakini sasa hili jambo linahitaji elimu, ndio? Kama utalifanya na watu ikapelekea kuona kwamba shehe ana tabia gani, anachungulia watu, basi usifanye hilo jambo, sababu dini itatukana kwa ajili yako wewe, sawa? Lakini njia nyingine ambayo huwa watu wanaifanya ya kumwangalia mwanamke bila yeye kujijua, unazungumza na kaka wa binti au mzazi wa binti, anakuchukua na kupeleka nyumbani, muda ambao yeye anajua muda huu yule binti yangu huwa anaosha vyombo, sawa? Unaingia pale nyumbani bila ya taarifa, unafungiwa ndani. Haya, muangalie yule pale aosha vyombo, umemuona? Yeye mwenyewe hajui, maskini Mungu, kama anaangaliwa, kavaa nguo zake za kawaida. Sasa ahlul ilm wanasema, ikiwa yule mwanamke
atafungua sehemu ambazo kikawaida hazifunguliwi, na yule mwanaume akaona, je, atapata dhambi? Wasema hapana, hatapata dhambi, sababu lengo lake yeye si kuona hivyo. Itakuwa hiyo ni bahati mbaya, sawa. Lakini jambo linaruhusiwa kisheria. Na siku moja alikwenda mtu mmoja kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akamwambia kwamba mimi nimechumbia mwanamke. Mtume akamuuliza, anadharata ilaiha, je, umemwangalia huyo mwanamke? Akasema la, hapana. Mtume akamwambia, idhhab fanzur ilaiha, nenda kamwangalie, kwa sababu kule kumwangalia ni katika vichocheo ambavyo vitakushawishi wewe kumuoa yule mwanamke. Na hadithi nyingine ni ile hadithi yule mwanamke ambaye alikwenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kujitoa zawadi, sawa. Akamwambia, yule mwanamke kasema, ya Rasulullah, jiitu ahabu laka nafsi, nimekuja kujitoa zawadi kwa wewe kwa ajili ya nafsi yangu. Mtume fanadhara ilaiha, Mtume akamwangalia, fasaada an-nadhara fiha wa sawwabahu, akapandisha kule kumwangalia kwa juu na akapipuka chini. Ona, alimwangalia kuanzia juu mpaka chini, akarudi kuanzia chini mpaka juu, hakumpenda. Wale masahaba waliokaa pale akaona Mtume hajampenda, akamwambia, ya Rasulullah, Mtume ya Allah, illam yakun laka biha haja fasawwijniha, ikiwa wewe huna haja na huyu mwanamke niozeshe mimi. Mtume kweli akamwozesha yule sahaba, kisa ni maarufu. Na hii ni dalili wanashikilia wanawachuoni ya kwamba wanawake katika zama za Mtume baadhi yao walikuwa hawavai niqab. Shaelewa nini hadithi hii? Kwa sababu Mtume lau kama ingelikuwa mwanamke amevaa niqab, sawa, angemwambia mvua niqab yako nikuone kidogo. Ina maana yule mwanamke alikwenda pale bila nini? Bila niqab. Sio maudhui yetu acha nimetoa faida tu. Kwa hiyo haya mambo matatu haya ya kumwangalia mwanamke bila ya kujua, bila ya ridhaa yake, ukaridi kuangalia, ni mambo yanafaa kisheria, lakini kwa sharti uwe na lengo la nini? La kuoa, usiwe na lengo la kutazama tu na kutamata basi. Jambo lingine katika mambo ambayo kuna haja ya kuyazungumza katika kipengele cha kuchumbia na uchumba, haifai kuchumbia juu ya uchumba wa mwingine. Haifai kuchumbia juu ya uchumba wa mwingine. Kwa hadithi ya Abdullah ibn Umar, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadithi ni mutafaqun alayhi, anasema Mtume, la yakhtubu ba'dukum ala khitbati akhihi, asichumbie mmoja wenu juu ya uchumba wa mwenzake, hatta yatruka al-khatibu qablahu, mpaka aache mchumba wa kabla yake, au yaadhana lahu al-khatib, au amruhusu yeye yule mchumba wa mwanzo. Umepeleka posa, umeambiwa subiri tutakujibu, au umeshajibiwa tayari, lakini yule mwanamke wewe humpendi, sawa. Mwenzako pia akana mtaka yule mwanamke na wewe umeshajibiwa tayari, kwambia nenda kachumbie, hakuna shida, nenda kachumbie. Akikubaliwa basi hakuna shida. Mtume amekataza haya mambo kwa sababu yanaleta uhasama. Mimi ninapokuwa nimechumbia mahala, naangaika mwenyewe kupeleka vijizawadi pale, nampelekea mama mkwe vijizawadi, mara na mashemeji wale na wanunulia vocha na kuanunulia hivi na hivi, halafu na wewe pia ninakuona pale atakupeleka posa yako. Ni jambo linaleta uhasama mkubwa sana. Mtume akanikataza, sawa. Na jambo lingine la kuzungumzia katika masala ya posa haitangazwi. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema, a'linu nikaha, tangazeni ndoa. Posa haitangazwi, uchumba hautangazwi kama hivi sasa watu wanavyofanya. Mimi ni mchumba wa fulani, mimi ni mchumba wa fulani, na wengine mpaka wakaita watu wakavalishana pete za uchumba, kwamba fulani ni mchumba wa fulani. Hakuna utaratibu katika dini, uchumba unafichwa. Watu wanatangaza ndoa, fulani anamuoa fulani, alimchumbia lini? Watu hawajui. Na ndio maana
katika sheria dini ya Kiislamu uchumba hauruhusiwi kuchelewa. Ukakaa uchumba wa miaka 3, sawa, miaka 4, mwaka mzima, unachumbia leo, baada ya wiki 2 umeoa. Unachumbia Ijumaa ijayo unaoa. Sasa hali masala, sasa mtoto anatakiwa aende akafunzwe, si ndio? Anakwenda kufundishwa nini? Anakwenda kufundishwa nini cha ajabu ambacho yeye hakijui? Haya ni mambo ya kimila, sio? Tumeshaelewa. Na ndio maana kuna baadhi, kuna wakati unaweza kukaa na mke wako ndani, hivi kule mnapopelekwa kwa mnakwenda kufunzwa nini? Mbona mjeuri hivyo? Huna adabu. Yaani mpaka wewe wajiulize, sasa kule unakaa miezi 2, miezi 3, anakwenda kwa bibi yake, unakwenda kwa shangazi yake, anakwenda kufundwa na makungu, wanapelekwa kule. Mnakwenda kufunzwa nini hasa? Mimi mtu wa bara, si ndio? Wewe mtu wa pwani. Haya, wewe mtu wa pwani umechumbiwa na mtu wa bara, waenda kufundisha mambo ya watu wa pwani huko. Mimi mtu wa bara, mambo ya pwani yanahusu nini mimi? Wewe njoo tutafundishana humu ndani. Na haya mambo salafu salih hawakuwa nayo. Umeshaelewa? Hawakuwa nayo. Watoto wa kisalaf walikuwa wanafundishwa adabu za ndoa, ahkamu za kisheria, fadhila ya mume, ubora wa mume. Na ndio maana huwa tunauliza wanawake, hivi kule mkienda kufundwa kule mnafundishwa manhajus salikin, kitabu talaka na kitabu nikahi, au mnafundishwa adabu zafafu ya Sheikh Albani? Mnafundishwa nini jambo la maana? Mpaka wale wamesitapata jibu la maana. Tueleze mafundishwa nini hasa ambacho sasa baada ya kukuoa neno kama umetuletea maajabu katika huu ulimwengu wa ndoa? Hamna lolote. Haya ni mambo ya kimila tu, wala si mambo ya kidini. Kwa hiyo inawezekana mtu akaolewa asubuhi, akachumbiwa asubuhi, akaolewa jioni, wala hakuna shida. Kwa hiyo hakuna kutangaza uchumba. Wala vile vile jambo la mwisho la kumalizia katika mhadhara wetu huu, hakuna katika Uislamu pete ya uchumba wala pete ya ndoa kabisa. Haya mambo hayapo kabisa. Haya ni mambo ya makafiri. Kwa eti mimi umevaa pete ya ndoa, mimi ni mchumba wa pete ya uchumba, mimi ni mchumba wa fulani. Na hakuna kipindi kigumu katika maisha ya dunia kama vile kipindi cha uchumba. Wale uchumbia wanajua hauna raha, mawazo yanakuwa ni mengi, sio nitakataliwa, sio ndio itavunjwa ile. Ushaelewa? Na ndio maana mtu akishachumbiwa anakuwa anataka ajue habari za mchumba wake zinaendeleaje. Atakuwa anauliza kule kwa wazazi, vipi huko? Kwema? Kuna mambo gani huko? Yote hii ni pressure. Sasa sikwambii sasa uchumba una mwaka mzima, hiyo pressure yake inakuwaje? Kwa hiyo masala haya ya pete za uchumba na masala haya ya pete za ndoa, katika dini ya Kiislamu hatuna pete za ndoa. Sasa ushakuwa na wake 4, utavaa pete ngapi? Utavaa pete 4, kila mtu na pete yake. Hakuna mambo kama haya. Lakini vile vile kuna baadhi ya vitu ambavyo tunaulizwa mara kwa mara kwamba mtu anaruhusiwa kutoka na mchumba wake ukaenda mahala fulani. Jamani, mchumba si ndugu yako, mchumba si mkeo. Hakuna jambo lolote la kisheria unaruhusiwa kufanya naye, si kuzungumza naye, si kutembea naye, si kutoka naye, wala si kukaa naye faragha. Haya mambo ni mambo ya makafiri, si mambo ya Waislamu. Je, ninaruhusiwa kumpelekea zawadi mchumba wangu? Zawadi ya nini? Susubiri uoe, utampelekea zawadi baada ya kumuoa? Haya, je, inafaa kwa mwanamke kuomba kuolewa na mwanaume kakaa nyumbani mwenyewe, hajikuposwa, miaka inaenda tu, ndio akaona nitazeekea nyumbani mimi? Je, anaruhusiwa? Anaruhusiwa kisheria, anaruhusiwa kisheria kukufuata wewe bana, hali mzidi kwa ngumu,
naomba umstiri. Wewe sasa uliyefuatwa na mwanamke unaomba umsitiri, si lazima umsitiri, una khiari kumkubali na kumkataa, kwa sababu hilo ni jambo la kimatamanio. Sawa, inawezekana hujampenda, lakini akishakwambia jambo kama hilo na wewe hujampenda, ni kama alivyofanya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mtafutie mtu ambaye amempenda na mridhia amoa. Sio wewe sasa kujiona ndo mtu bora, ukajiona wewe ni mwanaume hasa kwamba unafatwa na wanawake nataka uwaoe wao. Hapana. Na ndugu zangu katika imani, Allah atufanyie wepesi na atuhifadhi katika jamii zetu. Wanawake wamekuwa ni wengi na wanaume wamekuwa ni wachache. Kuoa ni sehemu kubwa sana ya kuwastiri hawa dada zetu. Kwa hiyo taratibu za kiuchumba kwa ufupi sana ni hizi ambazo tumezieleza. Fata hizo taratibu, muombe Allah subhanahu wa ta'ala na tawakkal kwa Allah. Kadhia istikhara kipindi cha uchumba, mimi mara nyingi huwa nawaambia watu ya kwamba istikhara ni dua. Muombe Allah subhanahu wa ta'ala kujalia upate mwanamke mwema ambaye ana khairi na wewe. Tusifungamanishe istikhara ni jambo la ndoa. Sawa, istikhara kwenye kila jambo ndio kusali nini istikhara, na si wajibu, ni sunna. Lakini kuna faida gani wewe ya kusali istikhara na moyo wako umeshakufa kwa yule mtoto, kiasi ambacho ukiomba ile dua ile, sawa, nafsi yako inakusuta kwamba sasa hii dua ikiwa Allah hataikubali nitaishishi vipi mimi? Haya nini sasa kujitia dhiki? Hebu muombe Allah nijalie ni moyo fulani nishampenda mimi, basi kadhaa imekwisha. Sisi tumeelewana? Tayib, mimi niishie hapa. Allah awafanyie wepesi kwa haya tuliyozungumza, atusamehe pale ambapo tumekosea, pale ambapo tumepatia Allah tulipe, na tuwekee ni katika jumla ya mema yetu siku ya Kiyama. Nimepewa taarifa hapa baada ya kuwa nimezungumza swala la kamati ya kuhamasisha watu kuoa na kuolewa, nikaambiwa hao viongozi wenyewe wa kamati hao hakuna mwanamke hata mmoja. Ni kweli? Basi bala. Sanabidi sasa mkae kikao, nyinyi ambao ni viongozi, mmoja wenu aoe. Sawa? Na sisi kwa nini hamuoi? Sina sababu gani? Sina sababu gani za kimsingi, sio za kisheria, za kimsingi ambazo zinakufanya wewe usioe. Allah wafanyie wepesi. Viongozi waweni, na itakuwa ni sababu kubwa sana ya kuhamasisha hawa vijana waoe. Wallahu ta'ala a'lam.